Msiba wa M23, officier Kranisset, officier na officier superieur na officier general. Wandugu wa Kongomani, wengi wanauliza Kabila amekufa? Kabila hajafa, lilaniwa, akafa kifo dhalili cha kusambaratika kwa bombe balastingi. Unasikia? Amekufa kifo na laana, lakini laana alizokuwa nazo zilimwanza mwanzo. Kabila mlikuwa mnajua kwamba ni single father. Single father kwa Kiingereza ni mwanaume ambaye hana mke, au single mother. Kabila ni single father, mke wake ni single mother. Aliachana zamani na mama Olive. Mimi nafahamu Kabila, nililala kwenye kitanda kimoja na Kabila, nilikaa Kinshasa, iwe Rwanda tulilala sehemu moja tukiwa vijana sote. Okay. Isipokuwa alikuwa ananizidi garade kwa kuwa alikuwa anapendekezwa. Okay. Kongomani, Kabila tayari alikufa. Generali Major Rukika Rusisi akafa, na Brigadier General de Brigade Andrew Nyamvumba. Andrew, Kongomani hapa mpata fautishi. Hawa ni watu watatu wanazaliwa na baba mmoja wakubwa. Mmoja anaitwa Full General Patrick Nyamvumba. Ndio Wakongomani naona mnaweka foto yake kwamba amekufa. Sio yeye, amekufa mdogo wake anaitwa General de Brigade Andrew Nyamvumba. Hawa kina Nyamvumba wanafanana, wana majina Nyamvumba watatu. Mmoja ni General Patrick Nyamvumba, wa pili ni General Andrew Nyamvumba, watatu ni Robert Andrew Nyamvumba. Yeye ni engineer. Kagame alimufunga, aliiba milioni 500 za dola. Yuko prison central. Aliiba mali ya Kagame, alikuwa mkurugenzi wa mali ya Kagame kuhusu mali ya uchumi na wa ujenzi wa mahoteli. Sawa. Akafa General de Brigade bya Mungu. Akafa Lieutenant Colonel Wilingoma. Sawa. Hao hawajafa, wamesindikiza Kabila. Mfarume Kabila ni rais. Haweza kaenda hivyo, rais lazima aende kama rais. Sasa kwa watu ambao wana akili sana, wanayojua haya mambo ya politiki, unaona kwamba M23 ina huzuni, Rwanda kuna huzuni, kilio South Africa kimo kinafanyika kwa mama yake na kwa mama yake na Kabila anapoishi South Africa. Sawa. Kingine tuongee kwamba jana nilikuwa Uganda, nimeenda kuchukua marefugee. Mnajua tunapeleka marefugee Amerika, Canada, Norvege, Australia, Sudan, Denmark, Finland, Philippines na Hispania na Uingereza na Ufaransa. Nikafika pale, nilipoenda kuna hoteli ya Kabila na wafanyakazi wa Kabila, akawepo rafiki yake na Kabila ambaye anaishi Thailand. Na mimi akawa rafiki yangu. Nikisema kwamba ni rafiki yangu, mimi unanielewa. Kabila na yeye aliwahi kuwa rafiki yangu. Tulikuwa sote ndani ya system ya Hima Empire, Mpere Hima. Kabila alikuwa Rwanda, tunakaa naye na Uganda. Ukumbuke kwa hii system ya Hima Empire wanadanganya vijana wengi, na mimi walinidanganya muda mrefu nikawatumikia. Mwisho nikawaona. Mimi nilikwambia kwamba ni engineer Degere ni kutoka wapi? Rwanda. Sawa. Unasikia? Kwa hiyo hawa kina Kabila, hawa kina Kagame, hawa kina majenerali wote wa Rwanda, wote tunafahamiana, wengi tunalingana, wengi niliwafundisha, wengine tulisoma wote. Kama huyu Andrew Nyamvumba ni engineer Degere, tulisoma wote Israeli, tukiwa na huyu Lieutenant Colonel Mamadou Doumbouya
ambaye sasa hivi ni president wa Guinea Conakry. Tulikuwa tunasoma wote hapo. Sawa. Shule moja. Watu wanatuita gorila kwa maana kwamba sisi weusi, watu wanatubagua Israeli wenye ubaguzi mbaya. Msemo mnawakubali kwamba ndio walioleta Bible. Ndio wabaya sana. Wanabagua Afrika na ubaguzi. Na kikombe tulichokuwa tunatumia wakitumia Waisraeli wabaya. Okay. Wandugu zangu, ukiangalia kwa mtu anayejua M23 ina huzuni ya kutosha. Hata ukiangalia Rwanda ni hatari. Wazalendo tumeshinda, M23 tumeshinda. Nasikia FARDC tayari mwendo tumeumaliza, adui ameshindwa mwenyewe. Hawa watu walizoea muzairwa. Kwa sasa Kongo ni ya Wakongomani, wakapanga watanyanyasa leta. Kumbe population imeshajitambua, anajua kwamba Mnyarwanda hapana zitunyanyasi. Ninawaambia kwamba na Wanyamulenge wameanza kufundisha kwamba mwache kuwa watumwa wa Kagame. Wanyamulenge, baadhi ya Wanyamulenge sasa hivi wanataka kurudi Uvira. Wanyamulenge wameanza kuwa na akili, wamesimama, wamechachamaa. Wamo wanasema Kagame situfanye sadaka ya politiki yake. Anawatoa kafara, anataka kuangamiza, anawafanya sababu za vita. Mnyamulenge hana sababu. Wameshajitambua, wanamgeuka. Kwa hiyo ameshindwa sasa. Kagame ameshindwa. Juzi mliona Mang'ombe alitaka kuingiza Mang'ombe kule, wakakataa, akasema msilete vitu vya Kongomani wasitufate. Waliogopa wazalendo wasiwafate. So alikuwa ameiba ng'ombe za Wafure na za Wabembe. M23 wakakasirika, wakaziua. Sawa. Kwa hiyo M23 inaenda kugawanyika na mara mbili. Wale waliozaliwa Kongo ama wanawaza kujiripoti. M23 ile drone iliyowapigia kwenye hoteli imewanateralize. Sasa Kongomani muwe makini, wasije kuanza kuwarudishia marudio ya Wiringo Mawe ya Kabila, wakasema ameenda sehemu fulani, kumbe wanadanganya. Alafu wanaweza kutengeneza na vingine vinaitwa AI, kwa Kiingereza vinaitwa artificial intelligence, akili bandia. Kama vile unavyoona kwenye mtandao, ng'ombe inabadilika binadamu, mbuzi inabadilika kuku au nini, kuku inabadilika mtu wanaibadilisha kwa steam. Hiyo ni akili bandia. Wasikutengenezea akili bandia, artificial intelligence, mkakubali. Usikubali. Tayari hao danger damo tayari kabisa. Ni marehemu sasa hivi, kuliwaita ni halali yao. Ni wengi. Tunaongelea hao, lakini ni wachache wanayojulikana. Walikuwa kwenye mkutano, watu wakubwa, watu wenye maeskoti, watu wenye uwezo, watu wasomi, maadui waliopendekezwa kwenda mbele. Sasa FARDC na nyinyi mna roho mbaya, sijui mlijuaje bwana. FARDC oye, wazalendo oye, wakajua, wakatuma droni. Hii droni sasa inavyokuwa nzuri, inatumia vitu vinaitwa location. Hata kiwemo wakajua numero yako, wanakutumia wanatumia location kwenye Google Map. Rocket ile ya drone inafuata location. Sehemu yoyote ambayo ilisajiliwa kwenye mtandao kwenye Google Map, wanasetimo pale pale. Kama unavyotumia mtu location, mazingira ulipo, na hiyo misiri na kufuata kwenye location. Wanaendesha gari Ulaya ndio wanaelewa hivi vitu, au South Africa au wapi. Kutumia teknoloji ni nyepesi sana na kufuata, hakuna kukwepa, hakuna kukosa. Sawa. Hoteli fulani kwa sehemu fulani, kombori wasambaratisha. M23 nakwambia imepigwa, imechanganyikiwa, hakuna kingine. Mimi naongea kama teknisia degeri. Na nikikwambia hivi, mimi nimejifunzia Amerika, nimejifunzia Uingereza, nimejifunzia Israeli, nimejifunzia Korea Kusini, nimejifunzia Urusi, nimejifunzia Eritrea, Ethiopia, Sri Lanka. Sijui Lansenyema kweli? Sijui Lansenyema. Hao watu nimekaa nao, watu bado, kuna ndugu zangu bado kule wameua dada zangu. Wale watu kweli siwajui mimi.
hii taarifa ni ya kweli, ni ya kweli. Asanteni sana.